Hali gani mtazamaji wa Mwananchi Digital, kama ilivyo kawaida na kila inapofika asubuhi ya kila siku tunajaribu kukuletea kila updates inayojili kuhusiana na siasa za kimataifa. Na kwenye mwendelezo wa story ya mzozo kati ya M23 dhidi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, updates ambayo tumeipata ni kwamba serikali nchini Angola imetangaza rasmi kuwa itawasiliana na waasi wa M23 ili kufanikisha mazungumzo ya moja kwa moja na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kwa lengo la kupata mwafaka wa kurejesha amani mashariki mwa nchi hiyo. Shirika la habari la Associated Press lilitoa tangazo hilo jana Jumanne jioni, muda mfupi baada ya mkutano wa rais wa Angola Joao Lourenço na rais wa DRC Felix Tshisekedi. Rais Tshisekedi alifanya ziara yake nchini Angola kwa mara ya pili tangu kuchaguliwa kwake kuliongoza taifa hilo. Ziara hiyo ililenga kutafuta msaada wa kufanyika mazungumzo ya upatanishi yatakayorejesha amani nchini DRC angalau ndani ya mwezi mmoja unaokuja. Akizungumzia hatua hiyo ya Angola, msemaji wa ikulu ya DRC Tina Salama amesema kupitia mitandao ya kijamii kuwa DRC inasubiri utekelezaji wa mpango huo wa upatanishi wa Angola. Zaidi ya hayo, Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC imetangaza kuwa itafanya mkutano maalum wa wakuu wa nchi na serikali Alhamisi hii ili kujadili hali ya kiusalama nchini DRC. Mgogoro unaoendelea kati ya waasi wa M23 na serikali ya DRC umesababisha idadi kubwa ya watu kuyakimbia makazi yao na kuzidisha hofu inayoambatana na janga la kibinadamu mashariki mwa DRC, hali ambayo ni tete licha ya juhudi za kidiplomasia na kijeshi kufanyika kwa lengo la kumaliza mzozo huo. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, mapigano kati ya wapiganaji wa M23 dhidi ya vikosi vya jeshi la serikali la ulinzi la DRC la FARDC yamesababisha watu zaidi ya 7,000 kuuawa, huku mamia wakiwemo watoto wakitendewa ukatili ukiwemo kubakwa. Maelfu ya wakazi wanadaiwa kujeruhiwa, huku wengine wakilazwa hospitalini kutokana na majeraha walioyapata kutokana na mapigano hayo. Umoja wa Mataifa pia umesema zaidi ya watu 300,000 wamekuwa wakikimbia makazi yao katika mataifa jirani, huku shirika la chakula duniani WFP likidai kuwa watoto wako hatarini zaidi kukumbwa na janga la ukosefu wa chakula kutokana na mapigano hayo. Wakati jitihada hizo zikiendelea, mapigano makali yameendelea tangu Jumatatu Machi 10 hadi Jumanne asubuhi kati ya wanajeshi wa FARDC, washirika wao kutoka Burundi, wapiganaji wa Zalendo na waasi wa M23 wanaotajwa kuungwa mkono na serikali ya Rwanda. Mapigano hayo yanafanyika katika mji wa Kaziba, eneo la Walungu lililoko takriban kilomita 50 kusini magharibi mwa mji wa Bukavu, jimbo la Kivu Kusini nchini DRC. Kambi zote mbili zinapigania udhibiti wa eneo hilo la Walungu. Hata hivyo, kufikia mchana wa Jumanne, vyanzo vya ndani viliripoti taarifa zinazokinzana kuhusu ni nani hasa anadhibiti eneo hilo, ikiwa ni waasi ama jeshi la Kongo. Mapigano hayo kati ya waasi na majeshi mawili ya kigeni ndani ya ardhi ya DRC inaonyesha jinsi mgogoro huo unavyozidi kukua na kuwa wa kikanda, kulingana na wachambuzi kadhaa walivyochambua. Kaziba ni eneo la kimkakati kwa pande zote mbili zinazopigana. Kudhibiti eneo hilo kungewapa M23 fursa ya kuungana na kundi jingine la waasi la Twirwaneho lililoko katika eneo hilo. Serikali ya Burundi inahofu kuwa ushirikiano huo unaweza pia kuimarisha waasi kutoka Burundi walioungana na Twirwaneho katika ukanda wa nyanda za juu za eneo la Fizi. Jeshi la FARDC nalo linaonekana kuingiwa hofu iwapo makundi hayo yataungana, kwani eneo la Minembwe linaweza kufungua njia kuelekea jimbo la Tanganyika na mji wa Uvira katika jimbo la Kivu Kusini, jambo ambalo lingeufanya mji huo kuwa katika hatari ya kuangukia mikononi mwa waasi. Zaidi ya hayo, mji mkuu wa Burundi Bujumbura unaweza pia kutikisika iwapo mji wa Uvira utaanguka mikononi mwa waasi hao. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.